Kwa hiyo Mungu anapoachilia mafanikio kwako, lazima kuandae kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Mungu anataka kupitisha kwako juu ya mafanikio kifedha. Haleluya. Upo kanisani wewe, kwa hiyo tu mafanikio madogo ambayo Mungu ameachilia kwa sehemu, hata zaka utoi. Haleluya. Zaka tu utoi. Lazima Mungu aanze kukuandaa kwanza kwa neno juu ya utoaji wa zaka. Kwa sababu Biblia inasema usipokuwa mwaminifu kwa kidogo, huwezi kuwa mwaminifu kwa kikubwa. Kama Mungu anakupa 10,000, kwenye hiyo 10,000 hamna zaka ya Mungu hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Akikupa 1,000,000 utamtolea zaka. Kwa hiyo anataka Mungu aanze kuandaa kwa neno. Anavyokupa kidogo, uwe mwaminifu kwa ajili ya kumtolea Mungu, ili itakapofika anakupa kingi. Maana yake hapo hapo unajua msingi ambao nao ni kwa ajili ya kumtolea Mungu. Unajua kabisa aliyenifanikisha ni Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anamwandaa mtu kabla ya kupitisha mafanikio. Na Mungu anapitisha mafanikio kwa mtu kwa nyakati na muda ambao anautaka yeye. Lakini zipo shida ambazo zinatokea kwa watu. Watu wanafika wanajikuta wapo pabaya. Yupo kwenye maagano la mauti. Anaingia kwenye agano la mauti. Hivyo unajua, si watu kama wanaelewa. Unapozungumzia shetani, shetani ili apate nguvu ya kufanikisha na wewe, ambayo unaenda kwake, unamsujudia upate mafanikio, lazima apate nguvu. Na shetani anapataje nguvu? Shetani nguvu anayoipata kwa kutoa kafara. Kafara zinapotolewa ndipo anapata nguvu. Na ndio maana wewe ukiingia unataka mafanikio, lazima atataka sadaka. Lakini ile sadaka haishii mara moja, kwa sababu damu za watu ambazo zinatolewa sadaka huwa zinaisha nguvu. Kwa hiyo utaingia agano la mauti ukijua unamtoa mtoto tu, au unamtoa mama tu, au baba tu. Lakini baada ya muda fulani atataka tena uue.